Jenerali mwandamizi wa jeshi la Urusi Yaroslav Moskalik ameuawa katika shambulio la bomu lililotegwa ndani ya gari, tukio ambalo limeibua maswali mengi kuhusu usalama wa maafisa waandamizi wa kijeshi ndani ya ardhi ya Urusi, hasa katika mji mkuu wa Moscow. Kwa mujibu wa kamati ya uchunguzi ya Urusi, mamlaka kuu ya kisheria inayohusika na uchunguzi wa uhalifu mkubwa nchini humo, tukio hilo limetokea hii leo asubuhi kwenye kitongoji cha Rubyovka, eneo linalojulikana kwa kuwa na ulinzi mkali na kwa makazi ya watu wa ngazi za juu serikalini. Taarifa rasmi ya kamati hiyo imethibitisha kuwa Moskalik alikuwa ndani ya gari aina ya Volkswagen wakati lilipolipuliwa na kilipuzi kilichotegwa kwa ustadi mkubwa. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa kamati ya uchunguzi Svetlana Petrenko alisema kuwa gari hilo liliripuka muda mfupi baada ya kuondoka katika eneo la maegesho. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa bomu hilo lililotumika lilikuwa limejazwa mipira ya chuma na lilifichwa sehemu ya chini ya gari. Petrenko aliongeza kwa uchunguzi wa kina bado unaendelea ili kubaini nani alihusika na jinsi walivyofanikiwa kuliteka eneo hilo la usalama wa hali ya juu. Hili ndio tukio la karibuni kabisa miongoni mwa matukio ya kihalifu yanayolenga maafisa wa kijeshi wa ngazi za juu wa Urusi, licha ya serikali kuendelea kudai kuwa hali ya usalama ndani ya nchi hiyo ni thabiti. Wakati mashambulio dhidi ya miundombinu na vikosi vya Urusi vimeripotiwa mara kwa mara katika maeneo ya karibu na mstari wa mbele katika mapigano mashariki mwa Ukraine, mashambulio ya aina hii katikati ya Moscow ni nadra sana, jambo linaloongeza uzito wa tukio hili. Kwa mujibu wa duru za usalama, Moskalik alikuwa na jukumu muhimu katika mipango ya operesheni za kijeshi kwenye ukanda wa Donbas, jambo linalowezekana kuchangia kwa shabaha ya shambulio hilo. Tukio hili linakuja miezi michache tu baada ya mashambulizi mengine ya kigaidi yaliyotekelezwa na maafisa waandamizi wa kijeshi. Mnamo Februari mwaka huu, Amen, kiongozi wa kikundi cha wanamgambo wanaoegemea Urusi mashariki mwa Ukraine, alifariki dunia hospitalini kutokana na majeraha ya mlipuko wa bomu uliofanyika katika ukumbi wa kuingilia jengo la makazi la Stragino kaskazini mashariki mwa Moscow. Licha ya tukio hilo, hakuna kundi lililodai kuhusika hadi sasa. Mpaka sasa hakuna kundi ambalo limedai kuhusika na kifo cha Jenerali Moskalik, lakini wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema tukio hili linaonekana kuwa la kulengwa na linabeba ujumbe mzito kwa uongozi wa kijeshi wa Urusi. Serikali ya Urusi bado haijatoa tamko la moja kwa moja kuhusu tukio hili, lakini vyombo vya usalama vinaendelea na uchunguzi wa kina. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.